Mwaka 2023 Tanzania iliweza kuunda tume ya haki jinai ambayo ilipitia mfumo mzima wa haki jinai nchini, ambapo tume hiyo iliundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kupitia mapendekezo ya tume ya haki jinai iliweza kupendekeza baadhi ya maboresho katika namna ya uendeshaji wa masuala mazima ya haki jinai. Na sisi kama tume ya kurekebisha sheria, baada ya mapendekezo ya tume ya haki jinai kutoka, tuliingia na kuanza kufanya kazi kuweza kufikia hayo mapendekezo kupitia kufanya tafiti sambamba na mapitio. Tuliweza kufanya mapitio katika baadhi ya maeneo ya kisheria. Mfano, tuliweza kufanya mapitio katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambapo tuliweza kupitia swala zima la dhamana, kuhusiana na masuala mazima ya dhamana, swala la haki, wajibu sambamba na masharti ya dhamana. Tumeweza kufanya utafiti kwenye eneo hilo na mapitio, lakini pia taarifa imeweza kutoka kuhusiana na eneo hilo. Lakini pia tuliweza kupitia swala zima kitaalamu tunaita nolle prosequi, yani ile mamlaka ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka wa serikali au tunaita DPP, ambaye huwa anaendesha mashauri ya jinai kwa niaba ya serikali. Tuliweza kuboresha eneo hilo kwa kupitia sisi kuweza kufanya utafiti katika eneo hilo. Lakini pia tuliweza kufanya mapitio pia katika sheria ya kanuni ya adhabu, ambapo ndani ya eneo hilo tuliweza kugusa masuala mazima ya ukatili wa watoto. Sambamba pia tuliweza kugusa eneo zima la kuhusiana na adhabu ya viboko, ambapo hii ilijikita katika makosa yale ambayo yanakuwa na adhabu ya viboko. Tuliweza kufanya utafiti katika eneo hilo sambamba na mapitio ili kuweza kufanya maboresho kuhusiana na masuala ya adhabu ya viboko, na tayari taarifa zilishatoka na tulishawasilisha serikalini kwa ajili ya hatua zingine zinazofuata kwa ajili ya maboresho ya sheria hizo. Lakini pia tuliweza kufanya mapitio kuhusiana na sheria ya uhalifu wa kupangwa, tunaita the Economic and Organized Crime Act, ambayo inagusa makosa ya hujumu uchumi sambamba na masuala ya uhalifu wa kupangwa. Tuliweza kufanya mapitio katika eneo hilo. Kwa hiyo kupitia tume ya kurekebisha sheria, haya mapitio tuliyoyafanya yanatija kwa sababu yanafanya utekelezaji wa yale mapendekezo ya tume ya haki jinai. Wananchi wanaweza wakawa wanaona mapendekezo yanatoka, labda wakafikiri labda yanaishia tu hewani, lakini tume ya kurekebisha sheria tumeingia kufanya utekelezaji wa mapendekezo ya tume ya haki jinai ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 25-26 tumejipangia mipango mbalimbali ya kutekeleza marekebisho au mapitio ya sheria. Kwenye mapitio ya sheria tuna sheria ya bima sura namba 394 ambayo ilitungwa mwaka 2009, ambayo sheria inasimamia taasisi nzima inayohusika na masuala ya bima. Hii taasisi tumeona imepita muda, kuna mabadiliko yametokea kwenye masuala ya bima. Kwa hiyo nao kama taasisi lazima tuipitie sheria yao, tuone namna gani ya kuwaboreshea ili wasimamie hii sheria vizuri na kwa ufanisi kwa manufaa pia ya wote. Lakini pia kuna sheria ya afya na usalama mahali pa kazi sura ya 297. Kama mnavyotambua ndugu wananchi, tunafanya kazi katika mazingira tofauti tofauti, viwandani, mashambani, sehemu mbalimbali. Maeneo ya kule watu wanapofanya kazi, kwa bahati mbaya unaweza kupata umeumia. Hii sheria inahusika na masuala ya fidia mahali pa kazi. Mtu amekatika mkono au amepata jeraha chochote kile, anafidiwa kiasi gani? Je, hivi viwango vya fidia vinakidhi? Hawa watumiaji wa sheria hii wanasemaje? Kwa hiyo umefika wakati sisi kama tume tutapitia sheria hii tupate maoni, wanasemaje, iko sawa, irekebishwe au nini kifanyike. Kwa hiyo pia kwenye mpango wetu kuna sheria ya bima ya vyombo vya moto au bima ya magari. Hii sheria ni muda mrefu sana, imetungwa mwaka 1965. Ni miaka mingi haijai kuguswa wala kufanywa mapitio. Kwa hiyo ni wakati sasa umefika tufanye mapitio ili iboreshwe endane na wakati. Zamani kulikuwa hatuna guta, si ndio? Tulikuwa hatuna bodaboda nyingi. Sasa hivi umeona bodaboda zimeongezeka, vyombo vya moto guta, sijui nini vimekuwa vingi sana barabarani. Kwa hiyo ni wakati umefika tuipitie, ambao havikuwekwa wakati ule viingie kwenye sheria ili kuendana na wakati uliopo sasa.